Tundu Lissu afunguka mazito na yapitia akiwa gerezani, mambo ambayo yametikisa dunia. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chadema ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini na usikilizwa kwenye mahakama kuu ya Tanzania Masjala ndogo Dar es Salaam leo Jumatatu Februari tarehe 9 mwaka huu, amewaeleza majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru changamoto kadhaa alizonazo akiwa gerezani. Katika maelezo yake, Lissu amelalamikia kukiukwa kwa haki yake ya kuzungumza na mawakili wake bila kusikilizwa na maafisa wa magereza. Amesema kuwa kwa sasa kila wakati mawakili wake wanapofika gerezani wanapelekwa kwenye chumba cha mkuu wa usalama wa gereza, na kwamba mazungumzo yao yote yanashikiliwa na kusikilizwa na mkuu huyo wa usalama pamoja na maafisa wengine wasiopungua watatu. Tundu Lissu amebainisha kuwa hali hii ni kinyume na kanuni ya 13 ya kanuni za uendeshaji wa magereza, na tangu serikali namba 60 la mwaka ama tangazo la serikali la namba 60 la mwaka 1987 ambayo inatoa haki kwa wafungwa au mahabusu wa kufanya mawasiliano na mawakili wao au mashauri wa kisheria bila kusikilizwa na maafisa wa magereza. Kanuni hiyo inasema kuwa afisa wa magereza anaweza kuangalia mawasiliano, lakini haruhusiwi kusikiliza mazungumzo kati ya mshtakiwa na wakili wake. Lissu amesisitiza kuwa tatizo hili jipya limeshapoanza tangu awali wa kesi hii ilipokelewa kwenye mahakama ya ukabidhi, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam. Aliposhughulikia jambo hilo kwa mahakama wakati huo, tatizo lilitatuliwa na hakurudi. Hata hivyo, tatizo limeibuka tena Novemba 12 mwaka jana baada ya kesi kuahirishwa na kupelekwa mahakama kuu. Amesema kuwa hadi leo ni takriban siku 88 tangu kesi hiyo kuahirishwa kwa mara ya mwisho, na muda wote huo hajapata fursa ya kuwasiliana huru na wanasheria wake. Lissu amesisitiza kuwa hali hii ni kinyume kabisa na sheria na kuwa ni haki ya msingi ya mshtakiwa kupata mawasiliano ya faragha na mawakili wake ili kuandaa hoja na kujitetea kikamilifu. Lissu ametoa wito kwa majaji kuona hatua za kuchukua ili kushughulikia tatizo hilo. Vilevile amesema kuendelezwa kwa hali hii kunaathiri haki ya msingi ya mshtakiwa na kinyume na masharti ya kisheria yanayohakikishwa na katiba ya Tanzania. Vilevile amesisitiza kuwa kila mshtakiwa anapaswa kupata haki ya kimsingi ya mawasiliano bila kuingiliwa. Kesi ya Tundu Lissu ni mojawapo ya kesi za kisiasa zinazofuatiliwa kwa makini na wadau wa haki na wananchi kwa sababu inahusisha siasa za taifa na utendaji wa mahakama. Na uchambuzi wa wanasheria unaonyesha kuwa kucheleweshwa kwa mawasiliano ya mshtakiwa na wakili wake ni kinyume cha kanuni za uendeshaji wa magereza na kuathiri utendaji wa kesi. Wataalamu wa sheria wanasema kuwa kesi ya kisiasa zinapaswa kuendeshwa kwa uwazi, haraka na kwa njia inayohakikishia usawa wa mashtaka. Na kesi ya Lissu inatoa mfano wa jinsi ucheleweshaji wa vizuizi vya kisheria vya mawasiliano ya wakili mshtakiwa vinaweza kudhoofisha haki za msingi za kimsingi. Lissu amesisitiza kuwa suala hili linapaswa kushughulikiwa haraka na mahakama ili kuhakikisha kuwa haki zake zinatimizwa. Amesema kuwa majaji wanapaswa kuzingatia sheria na kanuni ya magereza ya 1997 kuhakikisha kuwa mawakili wake wanapata fursa ya kuzungumza naye bila ushawishi au kusikilizwa na maafisa wa magereza. Tatizo hili limeibua mjadala mkubwa wa kisheria na kisiasa nchini, na wanafunzi wa sheria, wanasheria na wadau wa haki wanasema kuwa kizuizi cha mawasiliano ya mshtakiwa na wakili wake ni kinyume na katiba na taratibu za mahakama, na hii inatia shaka juu ya ufanisi wa mfumo wa mahakama katika kusikiliza kesi ya kisiasa kwa haki na uwazi. Tundu Lissu amesisitiza kuwa hakutaka lawama kwa majaji binafsi, bali anataka kuhakikisha kuwa utaratibu wa mahakama unafuata sheria na haki ya msingi ya mshtakiwa.
Amesema kuwa uingiliaji wa maafisa wa magereza katika mazungumzo ya wakili na mshtakiwa unakiuka taratibu na unadhuru kesi yake. Wachambuzi wa masuala ya kisheria wanasema kuwa kesi ya Tundu Lissu ni mfano wa changamoto zinazojitokeza kwa mahakama pale ambapo kesi zinahusisha viongozi wa kisiasa. Uchambuzi wao unaonyesha kuwa kufuata sheria na kanuni ya magereza ni muhimu ili kuhakikisha kuwa mshtakiwa anapata haki ya kusikilizwa kwa wakati unaofaa na kwa njia isiyo na ucheleweshaji. Kesi inafuatiliwa kwa karibu na wadau wa haki, vyombo vya habari na wananchi kwa sababu inaathiri siasa na ushawishi wa mahakama nchini Tanzania. Na Tundu Lissu amesisitiza kuwa haki yake ya msingi ni kupewa nafasi ya kimsingi ya kuwasiliana na wakili wake bila kushughulikiwa au kusikilizwa kwa maafisa wa magereza. Hadi sasa kesi inaendelea mbele ya jopo la majaji na upande wa jamhuri unaendelea kutoa majibu yake kwa mapingamizi ya mshtakiwa. Hata hivyo, hoja za Lissu zinaweka wazi kero ya kisheria inayokabili mfumo wa mahakama na mchakato wa mawasiliano ya mawakili na wateja wao gerezani. Ripoti ya wadadisi wa haki za binadamu na wanasheria inaonyesha kuwa kizuizi cha mawasiliano ya mshtakiwa na wakili wake ni kinyume na katiba ya Tanzania na masharti ya haki za binadamu yanayotambulika kimataifa. Na hii inaonyesha wazi kwamba mshtakiwa anapaswa kulindwa kisheria na kupata fursa ya kuandaa hoja zake bila ushawishi wa nje. Tundu Lissu ameendelea kusisitiza kuwa hatua zinazochukuliwa na mahakama ni muhimu ili kuhakikisha kuwa haki zake zinatimizwa kikamilifu, na kauli yake inatoa mfano wazi wa changamoto zinazojitokeza kwa mshtakiwa katika kesi za kisiasa na jinsi mahakama inavyoweza kuhakikisha ulinganifu na usawa wa kisheria. Kesi ya Tundu Lissu inaonyesha umuhimu wa kulinda haki za kimsingi na mawasiliano ya kujitetea kwa kila mshtakiwa, na hoja zake zinahimiza mahakama kuchukua hatua za dharura kuhakikisha kuwa haki ya msingi haivunjwi na utaratibu unaotumiwa hauingilii mawasiliano ya faragha kati ya mawakili na mshtakiwa. Hoja za Lissu zinasisitiza umuhimu wa uangalifu, uwazi na haraka katika kesi za kisiasa na kuonesha jinsi ucheleweshaji na vizuizi vya kisheria vinavyoweza kudhoofisha haki ya msingi haki ya msingi na mahakama inapaswa kuzingatia sheria na kanuni husika kuhakikisha kuwa mawasiliano ya mshtakiwa na wakili wake yanatimizwa kikamilifu. Tundu Lissu amesisitiza kuwa hataki kesi yake ipotee kwa kucheleweshwa kwa mpangilio unaokiuka sheria za Tanzania, bali anataka haki yake ya kimsingi itimizwe bila ucheleweshaji. Na hii inapanua mjadala mkubwa wa kisheria na kisiasa nchini Tanzania na inaonyesha jinsi mahakama inavyoweza kuimarisha kazi ya mshtakiwa katika kesi za kisiasa. Ni hayo tulionayo siku hii ya leo. Zidi kuwa nasi kila wakati kwa taarifa kama hizi. Zidi kusubscribe, kulike na kushare video zetu.